Tumerudi tena kwa kipindi cha Njoo Tuzungumze. Ni kipindi ambacho kinakujenga kwa neno la Mungu, na kipindi ambacho kinakusaidia ili uweze kulifahamu neno la Mungu kwa undani zaidi, ili uwe na uwezo wa kujisimamia mwenyewe. Leo hii nina muendelezo wa kipindi cha dalili za shambulizi la kiroho kwako. Usisahau tulichosema katika kipindi kilichopita. Tulisema ya kwamba makosa makubwa ambayo unaweza ukayafanya kama mwana wa Mungu ni umeshambuliwa kiroho na haujui. Yaani hilo ni kosa ambalo litakugharimu sana. Umeshambuliwa kiroho na haujui. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 2 na mstari wa 11, anasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Hilo neno fikra zake kwa tafsiri ya Kiingereza ni hatukosi kuzijua hila zake, hatukosi kuzijua njama zake. So moja wapo ya kosa ambalo utajutia sana, uwe mchungaji, uwe mwanafunzi, uwe mzazi, uwe mwanabiashara, ni upo chini ya shambulizi la kiroho na haujui. Lile ni kosa ambalo litakugharimu sana. Ushindi wako unapatikana wakati ambapo una uwezo wa kutambua ya kwamba hili ni shambulizi la kiroho. Tabia moja wapo ya shetani ni kujificha, hataki umtambue. Ndio tabia kubwa ya adui, na ndio silaha aliyonayo mpaka leo. Neno la Mungu linamuita, ndio sababu mapepo yanaitwa nguvu za giza. Kwa nini zinaitwa nguvu za giza? Zinafanya kazi gizani, mahali ambapo huwezi kumuona, mahali ambapo huwezi kumtambua. Na ndio sababu mmoja wapo ya silaha ulionayo kama mwana wa Mungu ni kutembea katika nuru. Yaani kila saa unatembea katika neno la Mungu, so linakumulika. Adui hawezi kuja kwako, akija anatambulika. Na silaha ya pili ulionayo kubwa sana ni ule umakini wa kiroho, sensitivity ya kutambua. So kosa unaloweza kulifanya mwana wa Mungu ni umevamiwa kiroho na haujui. Adui atakudanganya sana, nakwambia ni hali ya kawaida, ni uchovu tu, ni hali ambayo kila mtu anayo, na huku yuko chini ya pazia anafanya kazi zake. Wiki iliyopita nilikufundisha nikakwambia dalili ya kwanza ni ile ambayo unapoteza shauku ya Mungu. You lose zeal. Unapoteza ile shauku ya Mungu. Shauku ni msukumo. Shauku ni kiu. Umekata maombi, umekata kusoma neno, umekata ibada, umekata utumishi. Hii ni dalili tosha ya kwamba adui anakutoa motoni. Adui anakutoa katika uwepo wa Mungu. Adui anakutoa katika nafasi yako ambayo ulikuwa nayo na Mungu. Tunapokaa vizuri na Mungu, moja wapo ya kitu ambacho anatupatiza nacho ni shauku. Anatupatiza na ule msukumo wa ndani. Tunatamani kuomba, tunatamani kusoma neno, tunatamani kumtumikia, tunatamani kwenda ibadani. Hii inakuonyesha uko vizuri kabisa na Mungu. Now, leo hii nataka nisonge mbele kidogo. Dalili ya pili ya kukuonyesha ya kwamba umevamiwa kiroho ni kupoteza amani. Yaani ghafla unapoteza amani. Amani ipo katika viwango vitatu, na amani ninayoongelea ni kiwango kimoja. Amani ya kwanza ni amani na Mungu. Yaani amani na Mungu inamaanisha wewe na Mungu mko vizuri, uko karibu sana na Mungu. Ile ni amani na Mungu, peace with God. Ukiwa nayo utapata shauku yako ipo, utulivu upo, furaha ipo, maono yako yapo vizuri, kile unachoguza kinafanikiwa. Inamaanisha wewe una amani na Mungu. Amani ya pili ni amani ya ndani. Hii ndio ninayoongelea. Amani ya ndani ndio inayotunza moyo wako, ndio inayotunza hali yako. Ukiwa na amani ya ndani inamaanisha brother uko sawa. Yaani unachofanya inakupa signal ya kwamba hujakosea. Ni kama dira. Ukitoka tu nje amani inapotea. Ukirudi kwenye njia amani inarudi. So kuna ile amani ya ndani, the peace of mind, the peace of heart. Lakini amani ya tatu ni amani na watu. Yaani wewe na watu uko vizuri. Hauna ugomvi na watu. Wapo wa kukuchukia ndio, lakini una ugomvi nao. Hata wanao kuchukia hawana kitu cha kushikilia kwamba ulikifanya. Una amani na watu. Sasa amani tunayoongelea hapa ni amani ya ndani. Sikiliza mtu wa Mungu, amani ya ndani ndio inatakikana itunze moyo wako. Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote
itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ukiwa umeokoka, ile amani ya ndani ndio inayotunza moyo wako. Ile ndio itatunza maono yako. Ukiona unapoteza amani, ni ishara ya kwamba unafanya kitu sio kizuri. Umechukua hatua ambayo sio nzuri. Umeingia katika mahusiano sio mazuri. Unafanya kitu ambacho Mungu hakisapoti. Kukosa amani inamaanisha unafanya kitu ambacho Mungu hasapoti. Kuwa na amani inamaanisha unafanya kitu ambacho Mungu anaridhia. So anakuambia ongera, endelea nacho. So unapopoteza amani inamaanisha kitu unachofanya Mungu haridhii. Na ndio sababu anasema amani ya Mungu ipitayo akili zote, maana huwezi ukaieleza, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Hii amani ninayoiongelea, ukiipoteza, moyo wako unaingiza hofu, moyo wako unaingiza wasiwasi, moyo wako unaingiza mashaka. Ni kitu kibaya sana ikiwa unaendeshwa na hofu, unaendeshwa na mashaka, unaendeshwa na wasiwasi. Chochote utakachofanya, chochote utakachoamua kwa hali kama hiyo, hakiwezi kikafanikiwa. Ukiangalia kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 15, Biblia inasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Yaani ukifanya maamuzi yoyote, angalia amani uliona. Ukifanya maamuzi yoyote na ukaona umekata amani, amani ya Mungu haipo, moyo wako hauna amani tena, ujue kwamba yale maamuzi sio mazuri. Adui anakuingiza kwa kitu kibaya. Kama kuna uwezo, badilisha. Kama kuna uwezo, zuia. Na mara mingi ya amani itakuja kabla haujafanya kitu chochote. So njia ya kujua kwamba umepata shambulizi la kiroho limekukujia, ni ghafla unapoteza amani. Yaani ghafla tu umepoteza amani, huna utulivu ndani, moyo wako umeshikwa na hofu na mashaka. Kaka, ingia katika maombi faster. Dada, ingia katika maombi faster. Muombe Roho Mtakatifu aweze kukusaidia ili utoke katika hiyo hali, kwa sababu hilo ni shambulizi la kiroho ambalo limekuja kwako. Unaingia katika mahusiano na ghafla umepoteza amani. Hata kama mwanzoni ilikaa vizuri, unapoenda mara ya kwanza, ya pili, unapata umepoteza amani, piga break. Rudi kwa Mungu. Baba, kuna nini hapa? Mungu, shida iko wapi? Ukiwa makini na unamaanisha, Mungu atakuonyesha hapa. Either umewahi, either umeingia kwa mahusiano mabaya, au jinsi unavyoendesha yale mahusiano unaenda kuingia katika hatari. Amani haimaanishi tu uvunje mahusiano. Inamaanisha either umeingia mapema kabla ya muda, either umeingia kwa mahusiano ambayo sio sahihi, au unavyoendesha mahusiano yako yana maswali. Mungu asapoti. Umeanza kuwa too close na huyu mtu na anajua udhaifu wako, atakuingiza katika shida. So njia ya kuonyesha umepata shambulizi ni kupoteza amani. Unamuona Samsoni, njia mojawapo ambaye Delila alimkamata haraka sana na akamwangusha haraka sana. Delila alimwekea Samsoni pressure, akapoteza amani. Na hata baada ya kupoteza amani, badala astuke aombe, badala ya kustuka afanye maamuzi ambayo atamsaidia, yeye aliendelea tu. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 15 hadi 17. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 15 hadi 17. Biblia inasema, mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda, na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Angalia kinachofuata. Anasema, ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Roho ya Samson ilipoteza amani kabisa. Hakuwa na utulivu ndani. Yule dada alikuwa anamvuruga kila saa. Na ndivyo adui anavyofanya. Hapa tunaongelea Delila wa kimwili, lakini katika ulimwengu wa roho, adui ataagiza mapepo fulani, yanakunong'onezea vitu katika masikio yako, yanarusha vitu katika mawazo yako, yanarusha vitu katika fikra zako. Unapoteza amani. Hii ni nafasi ambayo, kama kuna kanisa mahali, nenda jifunge, omba. Kama unaweza kupata mahali pazuri, omba. Kama kunaweza ukapata mahali pa utulivu, muite Mungu, muulize swali nzuri. Mungu, ni nini kinaendelea na maisha yangu? Nifanye nini hapa? Nenda kwa lugha, muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Kupoteza amani katika biashara inamaanisha Mungu haendi na wewe. Kupoteza amani katika mahusiano, Mungu haendi na wewe. Kupoteza amani katika
kitu fulani, hata katika mazungumzo tu Mungu hayuko na mimi. Ni mchungaji, ninapopoteza amani wakati fulani na ubiri, najua kabisa hapa nimeanza kutoka kwenye kusudi la Mungu, sipo na kusudi la Mungu tena. So pale pale kwa madhabahu naweza kujirudisha tu, kama vile unavyoweza kutoka nje ya barabara kama dereva, and then unarudi, wala haina madhara yote, unatoka na unarudi. Lakini ukiendelea kwenda, inamaanisha unaenda kugonga mtaro, unaenda kugonga kitu. Kwa nini uendelee na umepoteza amani dada? Kwa nini uendelee na umepoteza amani ndugu? Matatizo yanayokukumba leo, ulipoteza amani na ukaendelea tu. Adui akakudanganya kwamba litabadilika mbele, kesho litakuwa sawa. Sasa mwisho wa siku tatizo linakuwa kubwa kweli, ambalo uwezi ukalipatilisha. Na una uwezo wa kujirejesha kwa Bwana, una uwezo wa kupata amani tena. Napataja amani tena pastor? Very simple. Utapata amani tena kwa kumrudia Mungu. Mrudie Mungu, tafuta nafasi, muda wako na Mungu. Ukimrudia Mungu utapata amani kabisa. Saa hiyo hiyo utapata amani. Mrudie Mungu kwa sababu anakupa warning. Hey, unaingia kwa shida. Hey, unachukua hatua mbaya. Mrudie, atakufafanulia anamaanisha nini. Njia ya pili ya kupata amani, itabidi tu uingie katika neno la Mungu. Nenda katika neno la Mungu. Ukimtafuta Roho Mtakatifu atakuonyesha andiko, atakuonyesha kitabu. Utakapoanza kusoma utagundua makosa yako. Na njia ya tatu ya kupata amani yako, tafuta ushauri kwa mtu wa Mungu. Tafuta ushauri kwa mtumishi wa Mungu, atakuelewesha ya kwamba kuna kitu umefanya sio kizuri. Hii ni dalili ya mashambulizi. Nasikitika kidogo ya kwamba kuna watu ambaye kabisa amepoteza amani na bado anang'ang'ania hiyo biashara. Amepoteza amani na bado anang'ang'ania yale mahusiano. Amepoteza amani na bado anang'ang'ania yale maono. Hii inakuonyesha brother, nirudie nilichosema. Kupoteza amani inamaanisha Mungu haendi na wewe. Mungu hakusapoti, upo mwenyewe. Adui amechukua usukani. Adui ameshika steering ya maisha yako, na pale ujue hili gari analipeleka mahali pabaya. Hili halitakuwa fungu lako. Nataka nikuombe na ninaamini Mungu atarejesha amani yako. Baba, katika jina la Yesu, yeyote anayenisikiliza leo hii na amepoteza amani, leo hii namuombea neema akurudie, na ninamuombea neema arudi katika nafasi yake, na ninamuombea neema leo hii moyo wake Roho Mtakatifu aurudishe katika amani. Fungua masikio yake na macho yake ya rohoni, atambue ni wapi alipokosea. Asante kwa kufanya, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen.